Vijana tunawaombea dua Mwenyezi Mungu awafungulie biashara zenu. Kila mwezi mnakwenda China, Guangzhou kukusanya mzigo, na mkifika China mnakaa mwezi mzima. Mwezi mzima pesa yake unayolipa hoteli, tena unatakiwa ulipe kabla hujapanda ndege hapa Dar es Salaam Mwalimu Julius International Airport. Uo ushalipa hoteli ile, Mchina anakutaka, mfanya biashara yote anayekwenda kukusanya mzigo China anatakiwa ile hoteli Mchina ione ushalipia. Kama hujalipia hakupi visa. Unalipia kule, unakwenda unakaa mwezi mzima unakusanya mzigo. Unashindwa kwenda Maka. Umerudi na mzigo wa China, unakwenda Dubai, unakwenda Qatar. Billahi alaikum Waislamu, pesa yako ina maana gani kubakia NMB? Pesa yako ina maana gani kuilimbikiza? Ama na benki yoyote kila mwaka unailimbikiza, unapotakiwa kutoa dola 6,000 kwenda Maka, unaona unakuwa maskini, unaona unafilisika. 1800 tuichukue salatu subhi aliyoswali Muislamu aliyoko pale Maka katika msikiti mtukufu, amelipwa swala 100,000. 100,000 gawanya kwa 1800, unapata wastani wa 55. 55 ni miaka. Kwa hiyo maana yake Muislamu wa Qadiria, Muislamu wa Wailes, Muislamu wa Temeke, Muislamu wa Dar es Salaam, Muislamu wa Tanzania, ili umfikie Muislamu aliyeswali swala moja katika Masjidul Haram, wewe unatakiwa uswali miaka 55. Sallu ala Muhammad. Jipange. Pesa zilizokuwa benki ziwekee format sasa, kwamba mimi mwakani taasisi fulani nisafirishe kwenda Maka. Hutuba yetu ya leo ipo ndani ya topic isemayo hitimisho la nguzo ya 5 ya Uislamu, hija, na mahusiano yake ya moja kwa moja na mwaka mpya wa Kiislamu. Hitimisho la nguzo ya 5 ya Uislamu, hija, na mahusiano yake na mwaka mpya wa Kiislamu. Kwanza nitoe pongezi, hani'an lakum ya ummatal Islam, pongezi kwenu enyi umma wa Kiislamu. Hani'an lakum ya ummatal khairiyah, pongezi kwenu enyi umma wa khairi. Hani'an lakum ya ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pongezi kwenu enyi umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kufikiwa na mwaka mpya wa Kiislamu 1447 Hijria. Mwenyezi Mungu atubariki kwa mema yaliyomo ndani ya mwaka huu, atupe nguvu ya ibada na atupe nguvu ya kuyaacha maasi. Ahbaba fillah, leo ni mwezi mosi kwa tarehe zetu za miandamo yetu ya ndani, lakini elmuhimu Waislamu wote duniani tumeingia katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka ambao tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule Zanzibar wao walikuwa na mapumziko rasmi, na huku bara shwea kidogo kidogo tunaona mazingira yanabadilika. Hata kule taasisi kubwa kuanza kutoa salamu za pongezi za mwaka mpya wa Kiislamu, kitendo ambacho huko nyuma lam yusbaq, hakijatanguliwa. Kuiona taasisi kubwa ya kidola ikianza kuwapa pongezi Waislamu kwa kuingia mwaka mpya, hili tunatakiwa tufike mahala tuseme alhamdulillah. Basi huko tunakokwenda ni kuzuri, nasi yawezekana tukapata mapumziko ya kuleta tafakkur kwamba leo Waislamu Tanzania tunapumzika, holiday for Islamic New Year, kwa ajili ya mwaka mpya wa Kiislamu. Nini tunatakiwa tufanye?
Khutba ya leo, hitimisho la nguzo ya 5 ya Uislamu, hija, na mahusiano yake ya moja kwa moja na mwaka mpya wa Kiislamu. Tutakumbuka kwamba katika huu mwezi wa Dhulhijja ni wiki chache tu Waislamu duniani kote wametoka kukamilisha nguzo ya 5 ya Uislamu ambayo ni hija. Wamerudi majumbani mwao, tumewapokea na wanaendelea kuzitumia zile siku zao 40 na ile fursa waliopewa na Mwenyezi Mungu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtu aliyerudi kutekeleza ibada ya hija yeye amesamehewa madhambi yake na anasamehewa yule ambaye anayemuombea dua yule ambaye aliyotoka hija. Ukiona mahujaji wanakimbiliwa, viwanja vinakuwa nyomi, watu hawafati maji ya Zamzam, hawafati tasbihi, hawafati kitu kingine, kila mtu anamkamata alhaji, niombe dua, niombe dua, niombe dua. Ni fursa ambayo wale ambao wanaoitambua fursa hiyo hawachezi mbali na mahujaji. Nini ambacho kinatufungamanisha kati ya hitimisho la ibada ya hija na mwaka mpya? Ni lazima tukione kwa macho kwamba hiki ambacho mahujaji na wasiokuwa mahujaji wamekipata kinastahili kabisa hawa watu kuingia katika mwaka mpya wakamshukuru Mwenyezi Mungu, wakafurahika kwa mambo ya kheri, kwa sababu kuna bingo huku nyuma baadhi yao wameipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo bingo ni ipi? Hiyo bingo ni ipi? Katika mwaka mzima ambao tumeukamilisha, tumepitiwa na matukio makubwa ambayo yalikuwa na kazi ya kufuta madhambi ya Muislamu. Kwanza tumepitiwa na Ramadhani. Ramadhani ilikuwa ni sehemu ya mwaka uliomalizika 1446. Tumeelezana khairat za mwezi wa Ramadhani. Mwenye kufunga Ramadhani kwa kutaraji thawabu na kwa imani hufutiwa madhambi yake yote yaliyopita. Baada ya Ramadhani wapo waliokamilisha 6. Lakini baada ya Ramadhani tukaingia katika mwezi wa Shawwal, mwezi ambao ni maandalizi ya ibada ya hija. Baada ya Shawwal ambao ni mfungo mosi, tukaupokea mwezi wa Dhulqaada, mfungo pili. Huo ni mwezi mtukufu. Katika ile miezi 4 mitukufu, mfungo pili ni mmoja kati ya miezi mitukufu. Hiyo ni bingo kwa wale ambao wameitumia fursa hiyo. Baada ya mwezi wa Dhulqaada tukafikwa na mwezi wa Dhulhijja ambao ndio mwezi wa 12 kwa mwaka wa Kiislamu. Mwezi wa Dhulhijja nao ni mwezi mtukufu katika ile miezi 4 mitukufu ndani ya kalenda ya Uislamu. Mwezi wa Dhulhijja umebeba mambo gani? Mwezi wa Dhulhijja kwanza ulipoingia tu umetubebea masiku 10 matukufu ambayo Mwenyezi Mungu aliapia, wal fajri wa layalin ashri, ninaapa kwa alfajri na masiku 10 ya Dhulhijja. Walioelewa thamani ya masiku 10 yale wamelamba dume, wameondoka na bingo, wameondoka na kheri. Baada ya yale masiku 10 ndani yake kuna siku ya Arafa. Yani masiku 10 ni matukufu, Mungu haikumtosha akaimixi
ndani ya masiku 10 siku ya mwezi 9 Arafa. Walioelewa thamani ya siku ya mwezi 9 Arafa wameondoka na bingo, wamelamba dume. Lakini katika haya masiku 10 akaifanya siku ya 10 ni siku ya Eid, Eidul Adha, kuchinja. Changanya Eid ni bingo peke yake, changanya kuchinja ni bingo peke yake. Watu wameondoka na khairi hizo. Sallallahu ala Muhammad. Ili uone mahusiano ya hitimisho la nguzo ya 5 ya Uislamu, hija, na mafungamano yake na mwaka mpya wa Kiislamu. Sasa katika huu mwaka tulioumaliza, katika matukufu ambayo yamepatikana katika mwezi wa Dhulhijja, na kwa wale mahujaji, ili uone kwa nini Mwenyezi Mungu ameufungamanisha mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Al-Muharram. Kuna kitu gani? Kuna furaha gani hapa ambayo Muislamu anatakiwa aihisi, aione aqlan wa hissiyan, kiakili na kimacho? Ndicho hiki ambacho tunakiweka live kwenu Waislamu, muone kweli huyu Muislamu anastahili kuingia katika furaha ya mwaka mpya wa Kiislamu. Afurahike kwa misingi ya Uislamu, afurahike kwa kumridhisha Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba sisi Waislamu tuna kila sababu ya kuonesha furaha ya kimaneno na vitendo, kwa sababu tuna khairati hizi ambazo tumezipata. Hatukuzipata sisi, lakini wamezipata miongoni mwetu katika Waislamu. Tusijue zile khairi ambazo zimepelekea kufungamanika kati ya Dhulhijja na Al-Muharram, mwaka mpya wa Kiislamu. Mahujaji katika bingo ambazo leo ziwahamasishe wale watu ambao bado wanasema mimi nitakwenda haram, nitakwenda Maka mwakani, na ukifika mwakani nitakwenda mwakani. Hizi tukufu tunazozieleza hapa zilizopatikana katika mwezi wa mfungo 3 kwa baadhi ya Waislamu wetu zaidi ya milioni 300 duniani kote, zimhamasishe yule mtu ambaye bado hajatiania, ili na yeye mwakani insha Allah taala akazipate neema hizo. Anapoingia katika mwaka mpya, basi na yeye anajifakharisha kwamba mimi nimepata matukufu haya. Mahujaji kule Makka, katika zawadi kubwa ambazo amewawekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapa uelewe kwamba ibada ile ya hija katika umri inatekelezwa mara moja, katika umri wako wote. Wajibu au lazima ni mara moja tu, ukienda mara nyingine inakuwa ni tatawwa, ni ziada. Lakini lazima kwa kila Muislamu kutekeleza ibada ya hija katika umri. Ukiishi miaka 100, Mungu akikupendelea, basi mara moja utekeleze ibada ya hija. Kitu gani unachokivuna kule ili kikufurahishe kuingia katika mwaka mpya wa Kiislamu? Kule utakutana na nyumba ya Mwenyezi Mungu ambayo haipatikani duniani kokote. Haipatikani Paris, haipatikani Washington DC, haipatikani Urusi, haipatikani Tanzania. Nyumba hiyo tukufu inapatikana Makka peke yake, nayo ni Baitullahil Haram. Sallu ala Muhammad. Hiyo nyumba ya Baitullahil Haram imefungamana na Masjidul Haram. Vitu viwili vimekutana, Baitullahil Haram, Masjidullahil Haram. Nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu Al-Kaaba, msikiti wa Mwenyezi Mungu mtukufu wa Makka. Mwenyezi Mungu amemtaka Muislamu kwa mwaka, katika hii Disemba yako, katika huu mwezi wa 12 wako wa Dhulhijja, nenda alafu urudi na bingo ambayo haina mithali, haina mfano.
Ni bingo gani? Katika ule msikiti wa Makka, swala moja ambayo mahujaji na waliokwenda kufanya umra walizosali katika msikiti wa Makka, swala moja ya faradhi, amelipwa swala 100,000 kwa msikiti usiokuwa wa Masjidul Haram. Amka Muislamu, kuwa na wivu Muislamu, tia nia Muislamu, jipange Muislamu. Swala moja, yule aliyekwenda Makka kutekeleza ibada ya hija na akasali katika msikiti mtukufu wa Makka, swala moja ya faradhi, amelipwa swala 100,000 utakazoswali Masjidul Qadiriyah, utakazoswali Masjidul Majmu'ah, utakazoswali msikiti hapo wa Boko. Swala moja, swali ala Muhammad. Hii ni bingo ya kwanza ambayo inampa furaha mtu kuupokea mwaka mpya wa Kiislamu, kwamba swala moja aliyoswali ndani ya msikiti mtukufu wa Makka ameweza kulipwa swala 100,000. Sasa leo hutuba yetu itakuwa ni ya statistics, itakuwa na mambo ya math, hisabati, ili uone uonjo wa Dhulhijja na Al-Muharram. Mwezi wa 12 tumeumaliza vipi? Kwa nini tufurahikie kuingia Al-Muharram? Kuna bingo gani hapa? Kuna hamzatul wasli gani hapa iliyotuunganisha sisi? Furaha hii inapatikana vipi ya utukufu wa Islam? Amka. Dini ya Uislamu ni dini ya pointi, ni dini ya logic. Kila kilichopo ndani ya Uislamu kina logic kubwa. Hesabu ya kwanza tuianze kwa sala zetu za Masjidul Qadiriyah. Swala 5 utakazoswali Masjidul Qadiriyah hapa na msikiti mwingine Tanzania usiokuwa wa Makka, swala 5 wastani wake ni daraja 25 na daraja 27 alizozieleza bwana Mtume Muhammad. Hazijafikia uwezo wa kupiku swala nyingine yote na kufananishwa na swala nyingine yote, ni daraja 25 daraja 27. Swala 5 piga hesabu 5 mara 360 siku za mwaka mzima, unapata 1800. 5 mara 360, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe ucha Mungu wa kuswali siku 360 swala 5 za faradhi msikitini bila kumisi. Wewe unapata jumla ya swala 1800 kwa mwaka mzima. Hujaji aliyekwenda Makka ameswali salatu subhi katika msikiti wa Mwenyezi Mungu pale Makka, Masjidul Haram, swala yake moja amelipwa swala 100,000. Tuichukue hesabu 100,000 tuigawanye kwa 1800 ya mwaka mzima. 100,000 tuigawanye kwa 1800 ya mwaka mzima, tunapata 55 years. Tunapata miaka 55. Sallu ala Taha Muhammad. Muislamu lazima ujihisi kwa nini unatoka katika mwaka na unaingia kwenye mwaka. Kuna jambo gani linakupa wewe motive, dafia, msukumo wa kufurahikia mwaka mpya? Na kama umelikosa hili jambo, unajisababishia mazingira gani mwakani ukiwa hai lisikupite? 5 za Tanzania swala mara 360 ni 1800. 1800 tuichukue salatu subhi aliyoswali Muislamu aliyoko pale Makka katika msikiti mtukufu, amelipwa swala 100,000. 100,000 gawanya kwa 1800 unapata wastani wa 55. 55 ni miaka. Kwa hiyo maana yake
Muislamu wa Qadiria, Muislamu wa Wailes, Muislamu wa Temeke, Muislamu wa Dar es Salaam, Muislamu wa Tanzania, ili umfikie Muislamu aliyeswali swala moja katika Masjidul Haram, wewe unatakiwa uswali miaka 55. Sallu ala Muhammad. Usilale. Jipange. Pesa zilizokuwa benki ziwekee format sasa. Kwamba mimi mwakani taasisi fulani nisafirishe kwenda Makka. Miaka 55 uweze kumfikia yule ambaye kaswali salatu subhi. Tuchukue huyo mtu ameswali swala 5 pale Makka katika msikiti mtukufu. 100,000 mara 5 ni 500,000. Ni 500,000. 500,000 igawanye kwa 55. 500,000 igawanye kwa 55 unapata 275. Sallu ala Muhammad. Haji huyu aliyotoka Makka. Na hapa lazima muelewe kwa nini hujaji anakimbiliwa. Kwa nini viwanja vya ndege vinakuwa nyomi kuwapokea mahujaji? Mtu hana ndugu yake yoyote aliyokwenda Makka, lakini siku zote wanazoripoti mahujaji pale Makka yeye ndio wa kwanza. Tena anawakamata dua. Kitu gani kavuna huyo? Lazima uhisi na wewe kikupe wivu. Kikupe wivu ushawishi. Kwa hiyo swala 5 za Masjidul Haram ni sawasawa na swala 500,000. Swala 500,000 ukizigawanya katika ile 1855 unapata miaka 275. Kwa hiyo wewe Muislamu wa Wailes na wa Tanzania unatakiwa uswali miaka 275 umfikie Muislamu aliyeswali pale Makka kupitia ibada ya hija aliyokwenda kuifanya au ibada ya umra aliyokwenda kuifanya, ndio uweze kupata wastani wa swala 5. Tena hapo muombe asimame asende kuswali siku ya pili. Akienda siku ya pili kuswali kakuongezea deni. Swalla ala Muhammad. Yani haya ndiyo mambo ambayo yanapatikana katika mwezi wa 12 huu tuliomaliza. Mungu anatuambia kwa mambo haya hebu ingieni katika mwaka mpya. Kwa mambo haya hebu furahikini kidogo katika sura ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Hii ndio logic. Miaka 275. Sasa kwa mahujaji wote wanaokwenda na taasisi mbalimbali zinazowapeleka mahujaji kule pale Makka, kuna wastani wa kukaa siku 7 kabla ya kwenda katika vurugu zile za Mina, Arafa, Mina, tupia mawe vijiwe. Siku 7 kwa wastani hizo haji anazipata siku 7. Piga swala 5 mara siku 7 unapata 35. Sallu ala Muhammad. Swala 5 mara siku 7 unapata 35. 35 hiyo ukijumlisha kwa siku 7 maana yake ni 3,500,000. Sallu ala Muhammad. 3,500,000. Hizo 3,500,000 ukija ukizigawanya kwa Muislamu wa Masjidul Qadiria na Tanzania na East Africa, ili uweze kuzipata swala 35 alizozipata alhaji aliyokaa Makka siku 7 na akaswali pale siku 7 zote swala 5 katika Masjidul Haram, wewe unatakiwa uishi miaka 9,625 ili Muislamu uzipate swala za alhaji alizoswali siku 7 tu pale Makka. Siku 7 pale Makka. Muislamu unao mzigo, usife kabla ya kwenda hija. Sallu ala Muhammad. Siku 7 swala unazoziswali pale msikiti wa Mwenyezi Mungu, Masjidul Haram, Baitullahil Haram, ili Muislamu mwingine asiyekuwa pale aweze kumfikia yule, anatakiwa aombe kunuti za kila namna. Mwenyezi Mungu ampe umri wa miaka 9,625. Miaka hiyo unaipata wapi? Mahujaji wote duniani waliorudi mwaka huu 2.5 milioni 3, Mwenyezi Mungu kawakirimu, na ndio maana wamepewa bingo kwamba hawa Mungu kawasamehe, na wamepewa uwakala wa kuwaombea dua wawasamehe
wale ambao wanaombewa dua na wao. Alhaji ana nafasi ya kumwombea dua yule ambaye hakwenda hija, naye akasamehewa kama alivyosamehewa yule alhaji. Hizo amepewa kwa siku 40 sallallahu alaihi Muhammad. Kama unaye alhaji, ndugu yako, rafiki yako, Mtanzania mwenzako, halafu bado unamuona ni mtu wa kawaida, mfuate wala usimnyanyapae. Haji mwenyewe huyu bwana, alhaji mwenyewe huyu bwana kule kaenda kumalizana na Mungu, karudi mpya. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu. Mwenye kuhiji akawa kufanya vitendo vichafu, anarudi kama siku aliozaliwa na mama yake mzazi, mweupe, hana dhambi. Hivi kwa haya ya siku 7 tu, ya siku 7 tu yanayopatikana katika Masjidul Haram, hatujaona kule Madina ambako pia haji anakaa zaidi ya siku 5, siku 6, siku 7. Haya yana msukumo kwa Muislamu, kwa furaha hii aliyofanyiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku 7, siku ambayo yule ambaye sasa kaamua yeye mwezi mzima akaswali pale Makka. Na ukienda pale Makka unawakuta watu hawakai mahotelini, wana uwezo wa kukaa hoteli yoyote ya Makka ya nyota yoyote, lakini anasema mimi hoteli yangu nitakaa hapa. Anagombana na maskari tu, akiambiwa hapa usilale anakwenda kulala pale, hapa usilale anakwenda kulala pale. Siku zake alizozipanga zote ziishie pale Makka. Huyu mtu ana pesa, anasema pesa yangu mimi siitumii katika maeneo mengine, ninakuja hapa. Anazitafuna kila siku swala moja laki, swala moja laki. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tanbihi, ukumbusho wa kwenda kuitekeleza ibada yake hija. Na wale wasiokuwa na uwezo, Mwenyezi Mungu pia huwa anawafikisha kwa nyenzo zake. Kwa nyenzo hizo Mwenyezi Mungu awafikishe wale wote wasiokuwa na uwezo waweze kuitekeleza ibada ya hija. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم هو البر الكريم. سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، هو إسلام hitimisho la ibada ya hija ambayo ni nguzo 5 ya Uislamu na mahusiano yake na mwaka mpya wa Kiislamu. Tumeona katika hotuba ya kwanza kwa summary kubwa sana kwamba ukisikia Dhulhijja ka Disemba ni kama vile ndio Disemba ya Uislamu. Ndio mwezi wa 12. Huu mwezi wa 12 ambao tumeumaliza jana na leo mwezi mosi, tumeingia mwaka mpya. Mitandao yote ya kijamii imejaa Happy New Islamic New Year, Happy Islamic New Year. Furaha hii kuna kitu gani musbaq kilichotangulia huku nyuma? Wasiokwenda hija wamefunga Arafa mwaka mzima na wao wamefutiwa madhambi. Wasiokwenda hija wamechinja, kule kuchinja peke yake ni kafara ya kufutiwa madhambi ya aina mbalimbali. Wasiokwenda hija wameswali al-Eid, ile al-Eid kati ya al-Eid mpaka al-Eid yanafutwa madhambi yasiyokuwa yale makubwa. Lakini wale ndugu zetu ambao wamebahatika kwenda Baitullah al-Haram, mmeona bingo ambayo wameipata. Kwa nini Mwenyezi Mungu asiwawekee mazingira ya kufurahi kwa misingi ya Uislamu? Kwa hiki ambacho Mwenyezi Mungu mimi amenifanyia, yule aliyokwenda hija na wewe kwa mwaka huu, kwa nini mimi pesa yangu nisichimbe kisima? Hii madrasa inasumbuka haina kisima. Hii shule inasumbuka haina kisima. Hiki kituo cha mayatima hawana 1 2 3. Kwa nini nisiwafanyie? Hawa wanafunzi wanakerekwa, hawana karo, wamerudishwa chuo kikuu, wamekosa ada, wamekosa mkopo. Mimi nina uwezo kwa furaha alionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini nisifanye ABC hizi? Yaani tunapoingia katika mwaka mpya, lengo si kupongezana. Inawezekana unampongeza mtu lakini hujui logic kwa nini unampongeza mtu. Lakini hapa unaelewa kwamba huu mwaka umefungamanishwa kati ya mwezi wa 12 wa Dhulhijja na mwezi wa kwanza wa Al-Muharram tuliokuwa nao. Kuna mambo hapa Mwenyezi Mungu kawamiminia waja wake tena kwa siku 7 tu. Maana mahujaji hawa wanaokwenda kule, hakuna taasisi inayowaweka mwezi mzima. Hakuna.
siku 20 wamezidi sana 25. Lakini katika siku hizo Mungu kawapa fursa ya kuswali katika misikiti ambayo duniani kote haipatikani. Sallu ala Muhammad. Huyu katoka Makka, kachoka na mikiki ya hija, kaenda Madina al-Munawwara. Madina al-Munawwara unamkuta yule sahibul hijra, yule mwenye mwaka wa Islamic year, yuko pale amelazwa pale. Madina al-Munawwara unaukuta msikiti wake Masjidun Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema salatu fi masjidi hadha khairun min alf salati fi ma siwa. Swala moja katika msikiti wangu huu wa Madina ni sawa sawa na swala 1000 katika msikiti usiokuwa huu. Swaleni Mtume Muhammad. Mtume anawapa hamasa Waislamu duniani kote. Utaswali Masjidul Qadiria mpaka lini? Hivi kweli una umri miaka 80, miaka 90, Mungu anakupa shilingi hizi zinapita milioni 500 zinapita, unaweka benki, unanunua viwanja vya majumba, mabadilisha magari, ukimwona mwenzio leo kavaa ana VAT, basi wewe unataka ukanunue kubwa zaidi, unashindwa kwenda kupata hiyo thamani ambayo ndio itakuwa kaburini kwako rasilimali. Una umri gani wa miaka 9625 kwa siku 7 tu? Waislamu, Mungu atupende vipi? Mimi sitaki kuwaingiza motoni waje wangu wema Waislamu. Ndio kauli anayosema Mwenyezi Mungu hisian. Mungu anasema sitaki kumuingiza Muislamu kwa mazingira haya niliyoyatengeneza. Muislamu ataingia motoni yeye mwenyewe kwa kujifosi. Lakini Mwenyezi Mungu kayatengeneza mazingira. Wewe unaoingia mwaka mpya wa Kiislamu una furaha. Kadhalika ukwenda Makka, lakini alikupa Ramadhani. Na Ramadhani akakupa usiku mmoja wa Lailatul Qadri, kwamba huo usiku ukiufanya ibada ninakulipa ibada za miaka 83-84. Usiku mmoja tu. Una sababu gani ya kuwa mnyonge? Una sababu gani ya kutofurahikia kiheri kwa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu? Madina swala moja ni sawa sawa na swala 1000 uswali Masjidul Qadiria. Yani Waislamu wenzetu leo walioswali pale Madina kwa Mtume Muhammad, ili tuwafikie wale, tunatakiwa hapa Qadiria tuswali Ijumaa 1000. Na yule wiki ijayo tumpigie simu tumwambie asende msikitini, akienda katuongezea deni. Kwa hiyo akiswali Ijumaa 4 pale, maana yake ana Ijumaa 4000. Sisi tunazilipa kwa ngapi? Nimeziweka statistics zake, lakini muda hautoshi. Ili kumfikia mtu anayeswali Madina pale kwa siku 6, 1500 piga mara siku 6, alafu igawanye kwa 1800 kwa mwaka mzima. Wastani wa miaka 16 kwa Muislamu aliyekwenda Madina kumzuru Mtume Muhammad na akasali swala 5 katika msikiti wa Madina, ambapo swala moja amelipwa 1000, swala 5 1500, 5 ipige mara 6, unapata jibu lake. Swala 1030 gawaja kwa 1800, unapata wastani wa 16. Miaka 16 wewe unatakiwa uswali, ujipinde unaswali tu, ili umfikie mtu aliyoswali siku 6 katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesa yako ina maana gani kubakia CRDB? Pesa yako ina maana gani kubakia NMB? Pesa yako ina maana gani kuilimbikiza ama na benki yoyote? Kila mwaka unailimbikiza. Unapotakiwa kutoa dola 6000 kwenda Maka, unaona unakuwa maskini, unaona unafilisika. Vijana tunawaombea dua Mwenyezi Mungu awafungulie biashara zenu. Kila mwezi mnakwenda China, Guangzhou kukusanya mzigo, na mkifika China mnakaa mwezi mzima. Pesa yake unayolipa hoteli tena unatakiwa ulipe kabla hujapanda ndege hapa Dar es Salaam Mwalimu Julius International Airport.
Huo ushalipa hoteli ile, Mchina anakutaka, mfanya biashara yote anayekwenda kukusanya mzigo China anatakiwa ile hoteli Mchina ione ushalipia. Kama hujalipia hakupi visa, unalipia kule, unakwenda unakaa mwezi mzima unakusanya mzigo, unashindwa kwenda Makka. Umerudi na mzigo wa China, unakwenda Dubai, unakwenda Qatar. Billahi alaikum waislamu, tunaishi na umauti, tunatembea na umauti. Wa nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid, sisi tupo karibu mno na nyinyi kulikoni ukaribu wa unyayo na soli ya kiatu. Yani umauti jinsi ulivyokuwa karibu na Muislamu, kulikoni ukaribu wa unyayo na soli ya kiatu, yani yule ni umbali mno kulikoni umauti. Tieni nia Waislamu, tukatekeleze ibada hii. Ukirudi wewe, maana yake umejiwekea rasilimali kwamba mimi nikifa. Angalieni yule haji aliyosafiri na Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, mzee Mkwala. Mzee Mkwala yule ana umri wa miaka 95. Mimi nilibahatika mwaka huu kuwaongoza mahujaji wa Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA. Mzee yule amehudumu pale BAKWATA kuanzia mufti wa kwanza marhumu Hemedi bin Juma bin Hemedi, Mungu amrehemu, marhumu Sheikh Isa Shabani Simba, Mungu amrehemu, na mufti huyo aliyokuwa hivi sasa Sheikh Abubakar bin Zuberi. Kazi yake ni kufagia msikiti na kupanga viatu vya watu wanaokwenda kuswali, na mwenyewe anaswali. Kwa miaka yote watu wanasafirishwa na yuko pale. Mwaka huu akasema, mufti piga ua garagaza, na mimi naomba tiketi ya hija nikahiji. Mufti akukutazama umri wake anamwambia, bwana wewe, hija ni vita baba, huiwezi. Kwa nini tusimpe mtu tiketi ya kwenda kuhijia? Anasema, nataka mimi mwenyewe nikahiji. 1930 amezaliwa yule mzee Mkwala. Mufti kampa tiketi, tumesafiri naye, tumefika Makka. Kitu cha kwanza anachokifanya watu ni kufanya umra. Unafanya umra, tumefanya naye umra, tumemzungusha kule. Kuzunguka Kaaba kwa kijana tu mwenye nguvu zaidi ya masaa mawili, sikwambii mzee, kwa ile halaiki nyomi iliyokuwa pale, kwa sababu kutoka hapa mpaka kwenye maiki hapo unaweza ukatembea dakika 10, unyayo hauendi, pole pole, na watu hawaminyani, watu hawaangushani, watu hawatukanani. Swalla ala Muhammad. Itizame hiyo picha, halaiki ya watu inazunguka Kaaba, hatukanwi mtu, haangushwi mtu, hasukumwi mtu, watu wote wapo katika idhlalan. Kaaba unaiona ile pale, makamu Ibrahim unaiona ile pale, kisima cha Zamzam unakiona kile pale, Safa na Marwa. Eneo hilo ni eneo nyeti zaidi ya Ikulu, ni eneo tukufu. Mzee wa watu kazunguka mara 7. Kenda Safa na Marwa. Ukisikia Safa na Marwa, maana yake mlima wa Marwa uko kule mwanzo wa mtaa wa Mkumba, na mwisho wa Safa ni mwisho wa mtaa wa Changani. Ni hatua unatembea kule, Safa moja Marwa 2. Mzee wa watu katembea. Tumekwenda yaumu tarwiya kule Mina, mzee wa watu kenda, ya Rabbil alamin, kafanya majambo ya kule, kafika Arafa. Tumelala Muzdalifa, mahala ambapo hapana formula. Wizara ya Hija inashindwa kuandaa mazingira pale, unaweza ukalala chini, ukalala chini. Huyu mufti wetu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Alim, bwana, yeye kwa nafasi yake ya diplomatiki, passport aliyokuwa nayo, ana uwezo wa kusafiri na VIP. Akawaacha mahujaji wa BAKWATA, akenda akapokelewa na mfalme, akalala huko kwenye maghorofa kama wanavyofanya wenzake. Lakini kwa ucha Mungu alikuwa nao mufti, amegalauka na mahujaji wake A to Z. Sallu ala Muhammad. Kaacha VIP yake, kaacha kupokelewa na mashangingi yake. Ni ucha Mungu. Tumpe haki yake. Muzdalifa pale kalala chini, wakati alikuwa na uwezo wa kulala juu ya ghorofa VIP. Kalala chini. Kila anayekwenda haji Muzdalifa anajua nini maana yake. Hapana formula. Huyu mzee tumelala naye, tumemaliza ibada ya Makka, tumekuja Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafika tayari tired, ameshachoka. Tunamwambia mzee, pumzika basi japo siku 2 siku 3, utakwenda msikitini kumsalia Mtume. Anasema hapana, leo nimefika na leo nataka nikamsalimie Mtume Muhammad. Anatembea kutoka hapa mpaka kwenye nguzo, anakaa chini, anakunywa maji ya Zamzam zaidi ya saa 1. Anatoka hoteli mpaka msikitini na hoteli zile ziko karibu mno, panakimiwa, unakwenda unawahi sala katika msikiti wa Mtume. Mzee wa watu kafanya ibada zote. Tumerudi naye hapa siku ya Jumatano. Alhamisi kaupata usingizi wa Tanzania. Usiku Alhamisi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ana umri wa miaka 95.
kana kwamba alikuwa anajua, na yule siri zilizokuja kuibuka ni mzee ambaye alikuwa na kabuli ya dua, akikuombea dua nitolee mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karudi hapa, Mungu hakutaka kumbakisha kule, kamwambia rudi Tanzania, sitokupa fursa ya kuzungumza maneno ya ovyo Tanzania, sitokupa fursa ya kufanya vitendo vichafu Tanzania, sitokupa fursa ya kuiharibu hija yako Tanzania. Amekufa baada ya kushuka, kazikwa, yupo rawdatun min riyadil janna. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa tunaingia mwaka mpya wa Kiislamu na furaha tuliyokuwa nayo, kwa kumalizia hutuba yangu, ombi langu kwenu ambalo kila ninapokuja hapa na wasisitiza, haki ya msikiti wa Masjidul Qadiria kila Ijumaa ni kukusanya milioni. Hii ni haki. Hii ni haki kwa Waislamu waliokuwa humu wanaswali matajiri, wanaswali wenye uwezo wa kati, wanaswali wenye uwezo mdogo, bila ya kuwa na problem yoyote. Yani hiyo maana yake ni pesa ambayo Waislamu sisi tunatakiwa tuchangie hapa. Kama kweli tunafika mahala sisi tunasema ni Waislamu, hatuwezi tukazidiwa na nyumba nyingine za ibada. Wale ni watu kama sisi. Wana mioyo gani ya wao kwa siku kuchanga milioni 5 kwenye nyumba zao? Sisi tunafika mahala, kwa nini tushindwe? Kwa jambo gani? Tubadilike ndugu zangu Waislamu. Tubadilike katika watu ambao wanaishi choka, wanaishi kwa udhalili, ni watu wanaotoa huduma msikitini. Ni watu wanaotoa huduma msikitini. Tunawasaidia vipi? Imamu wa msikiti hana bima. Hana bima, hana uhakika. Mtu ambaye anawaongoza watu peponi, bima anayekewa mtu wa baa. Mtumishi wa baa anafanya kazi ya kuwahudumia watu walewe kila siku, meneja wake anamwekea bima ya uhakika. Imamu anayewasalisha watu msikitini, tunashindwa. Sisi hapa tuko watu wangapi? Kusanya kina baba na kina mama zaidi ya watu 1000 kila Ijumaa tunaingia hapa, tunashindwa kumwekea bima imamu. Huyu muadhini anawaita watu, hakuna mtu mtukufu duniani kama muadhini sallallahu alaihi Muhammad. Anawaita watu, vujeni shughuli zenu, njoni msikitini. Hana uhakika wa maisha yake. Hii Ijumaa wakimaliza hapo anapewa 2200, buku 2200, zinamsaidia nini? Hawa watu wanawake wana shughuli nyingine. Lakini kama unafika mahala msikiti kama huu Ijumaa inapatikana milioni 1, kwa nini huyu asiwe na uhakika wa maisha yake? Hivi anapokuja kumuomba huyu Sheikh Zailai, bana mimi nimepata kazi, Sheikh Zailai anamzuia vipi? Sheikh Ali anamzuia vipi huyu mtu? Kwamba hawa watu 500 hawana uwezo wa kunikema, hawana uwezo wa kunikimu. Kwa hiyo hili ninalihamasisha bila ya kuwa na tatizo lolote, kwamba kuna mtu mgonjwa labda au tufanye hivi. Iwe ni desturi, iwe ni ada, kama majumba mengine wanavyokusanya milioni 5 Jumapili au Jumamosi. Si kwamba pale pana tatizo au kuna ujenzi, ndiyo desturi. Akaunti ya msikiti inatakiwa ni akaunti ambayo haikaukiwi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sheikh wetu Ali Muhiddin Mkoyogori hapa toka Ramadhani anaumwa. Mmemuona hapa? Toka Ramadhani 20 hakuweza kufunga. Kaanza kuripoti wiki hii, Ramadhani, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja, wangapi ambao wamekwenda kule na mzigo? Sheikh hatukuoni. Yani nawapeni mifano ya live muone. Lakini msikiti kama unafika mahala una account, Sheikh anaumwa, chukua milioni 5, Sheikh hii hapa. Hospitali nenda Aga Khan, hospitali uhudumia watu wako, familia yako. Ndio msikiti unavyotakiwa ndugu zangu Waislamu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم أصحابي سادة حنفاء وخصوة منهم أربعة خلفاء: أمير المؤمنين سيدنا بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقين من العشرة، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم نوّر على أهل القبور قبورهم، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشف مرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم
yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun wa aqimis salat.